yeye muhimu asema alhamdulillah, kwa sababu hakuna mtu aliyependa kuzaa mtoto huyu isipokuwa Mwenyezi Mungu kataka, na hatuwezi kuwatupa, tuwashughulikie kama inavyotakiwa, kama anavyoshughulikiwa watoto wengine. Mimi ni mama mwenye mtoto mwakinika wa sura mfano. Tunashukuru sana kwa kuthamini, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatuona sio kama hatuna muda, yaani tunapoteza muda kwa sababu mtoto ambaye hawezi kufanya lolote kusaidia, lakini tunajua kama ili hawa watoto Mwenyezi Mungu si kama katuni, isipokuwa kawaumba anapotaka yeye. Kwa hiyo na wao wana haki kama walipo wengine waliokuwa hazina. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunafarijika sana tunapokuwa tunaitwa sehemu kama hizi na walimu wapo bega kwa bega na wazazi, tunapewa taarifa, tukitahidi tuwe tunahudhuria vile tunapoitwa. Tumejua kama watoto wetu wana thamani na anaweza kujitegemea kama wataweza kuwezeshwa. Nimefarajika sana kuona kwamba watoto wetu hawa leo kwa mara ya kwanza kabisa, ingawa walikuwa wanashiriki sana kwenye michezo yao, lakini ile kukusanyika na wazazi leo ni mara yangu ya kwanza. Nawashukuru sana 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 wazazi, na hili ndilo ambalo tunalitafuta, kwa sababu alipo mzazi akawepo na mwalimu, basi na mwanafunzi maisha yake siku zote yanakuwa mazuri sana, kwa sababu mmoja wa watu watatu unaonekana. Lakini pia kipekee naomba kumpongeze kwa dhati kabisa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na katika kusema hilo, moja kati ya maagizo ambayo anayatoa katika kipindi hichi anapokwenda kwenye kampeni kwamba atahakikisha kwamba anawasaidia kimichezo vijana wenye mahitaji maalum kama hawa. Na sisi kama wizara tumelipokea na tunalifanyia kazi na tutazidi kulifanyia kazi. Pamoja na hayo, naomba niwapongeze pia kwa dhati kabisa wazazi, kama wengi ambavyo wamezungumza, na mkurugenzi wangu pia akazungumza, lakini pia alikuwa anasherehesha. Tusione kama labda tumeonewa. Haya yote ni maandiko ya Mwenyezi Mungu, na sio rahisi kwamba labda kaona hapa tulikuwa tunafahamishwa na mtaalamu kwamba wanadamu pia 47, 45, inawezekana pengine baba na mama wakawa si wenye sura fanana, lakini Mwenyezi Mungu akaleta rehema zake. Kwa hiyo hawa tuombe kwamba angalau tunacheza pamoja, wanafahamu, wanauelewa, ingawa ulezi wao na kidogo ni ngumu, tofauti na yule ambaye ana akili zake timamu. Lakini yote wewe sema alhamdulillah, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajakosea wala hajakuonea. Inawezekana ikawa moja kati ya kukuingiza peponi ya mtoto huyu ambaye hakupa Mwenyezi Mungu. Lakini pia niwapongeze na watoto kwa kweli maskini wamejitoa, wana furaha, na haya ndio anayotaka Mheshimiwa Rais. Naomba nikupeni kisa kimoja. Hivi karibuni kama leo ya 3 tulirudi katika mji huu. Nafikiri mnaona kule kuna vijana wanacheza halaiki. Kwa mara ya mwanzo mkoa wa Mbeya umeshirikisha vijana ambao wana mahitaji maalum kama hapa. Walikuwa ni vijana 4. Na walimu wanasema maana walikuwa na watoa ile wanahisi kama watasumbuka, lakini katika vijana ambao wamefanya vizuri kwenye ile halaiki ni vijana ambao hao ni mahitaji maalum. Bora wengine ndio kama hivi maskini walipo hawa watoto, lakini walifanya vizuri na hatukuweza kubagua mpaka mwisho. Ndio tunakuja kuambiwa pale halaiki ishakwisha, inasoma kwa Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba kuna vijana hapa ambao nao wameshiriki, ni vijana wenye mahitaji maalum. Yule mmoja kabisa na gongo lake mpaka kamaliza activities zote, kuonyesha michoro yote, kulala kiramani, yani yote na gongo lake analo na hakuna aliyejua. Sasa ni vijana ambao pia wanaelewa wakisomeshwa. Wazazi wangu wapendwa, nawaomba muachie vijana hawa washiriki katika michezo. Na sababu pale kanipiga vijembe vizuri kwamba walimu wana kazi ngumu, walimu wana masikitiko, walimu hawaonyeshwi. Wakati huo tunajua kwamba vipaji vipo kwenye maskuli. Kwa hiyo kwa hili ni kuambia na sababu nitachukua kuipeleka kwa katibu mkuu wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kuona kwamba vijana hawa nao wanashiriki. Lakini ninachokijua kwamba hawa vijana mara nyingi pia wanakuwa wanashiriki, na wizara yetu inachangia asilimia kubwa sana na vijana ambao wanasafiri kwenda nje ya nchi na wakatuletea medali za dhahabu ni vijana wenye mahitaji maalum. Tathmini ambayo tunayo
nayo wizarani ni vijana wenye mahitaji maalum ndio ambao wamemheshimisha Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuleta medali za dhahabu nyingi vijana hawa. Kwa hiyo sioni kwamba hawa vijana hawawezi. Lakini pia nashukuru, naomba leo nitoe ahadi ya kitu ambacho kama mimi kwa wizara pamoja na mkurugenzi wangu wa idara ya maendeleo ya vijana, lakini pia chini ya uongozi wa Mheshimiwa Waziri wetu Tabia Mwita, lakini juu ya mwamba jemedari wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi katupa dhamana ya michezo, habari, vijana pamoja na utamaduni. Hawa vijana katika kuwasoma kuna mambo mawili makubwa ambayo moja kwa moja sasa hivi wanayo. Kwanza ni wana michezo, kwa sababu tumecheza pamoja na moja basi ndio kutoa juu anatuambia mama na baba pelekeni kule kucheza. Na tumekuja tumecheza. Kwa sababu wanachotaka hawa watoto tu wafanyie. Wizara yetu tuna vituo vya kuendeleza vijana. Na tuna vituo vya mambo ya mafunzo ya amali. Tulikuwa tunadiscuss kule juu kwamba mridhie kama wazazi pamoja na walimu, Hamisi pamoja na kina Ahlan na Saumu yupo hapo, lakini na walimu ambao pia tunashughulika na watoto hao. Tuna kituo cha mafunzo ya amali na tuna kompyuta nyingi ambazo tunakwenda kuziingiza ndani ya kipindi hichi. Ikiwezekana tunatupa watoto hawa kila mwezi mara moja, ikiwa ni mwisho wa mwezi, ikiwa ni Jumamosi au Jumapili, kwa sababu tusiwache fursa yao ile ya kuingia shule. Tuwafundishe mafunzo ya kompyuta. Na zaidi na kuomba wazazi muwe na subra, lakini pia muongeze ulezi dhidi ya watoto hawa kwa sababu ya vitendo vikali ambavyo vimesheheni katika nchi yetu. Kwa hiyo hawa ni watoto ambao hawezi kutamka, wanaweza kufanya vitendo viovu lakini hawezi kusema. Kwa hiyo wakati mwingine mnakaa nao na kuwafunza. Kikubwa zaidi nakuombeni sana, na la mwisho kabisa, tunakwenda katika uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Tunakwenda kuchiki, lakini nakuombeni sana, na mfano mzuri ni kwamba sisi ndio watoto wa aina kama hii. Tunahisi kubali kwamba kuvunja amani ya nchi, sisi wanawake na watoto wetu hawa tunaweza kuathirika mapema. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunalinda amani, uzalendo wa nchi yetu, lakini tuhakikishe kwamba tunapokwenda kupiga kura, tukirudi tukae majumbani mwetu na watoto wetu, usitoke, usizunguke ovyo, na tusifanye makosa ya kuchagua kiongozi ambaye analeta maendeleo ya nchi. Kuna makundi ambayo ama taasisi ambazo zinajali watoto wenye ulemavu, hasa hawa watoto wenye ulemavu wa akili. Kwa kweli watoto wenye ulemavu wa akili wana changamoto nyingi sana ambazo zinawakumba, lakini tukipata fursa kama hizi, wazazi tunafarajika, sisi walimu tunafarajika zaidi kwa kuona kwamba tunathaminiwa tayari. Kwa hiyo watoto wenye ulemavu wanaweza, wakiwezeshwa wanaweza kulingana na hali zao. Sawa, tumeona hapo vipaji mbalimbali vya watoto hao ambao wanavyo, na kwa kweli sana tunaomba watoto hao wawezeshwe zaidi ama wakuzwe katika kupata ajira. Sisi ndio kilio chetu sana walimu. Tunapenda sana tukiona watoto wanawezeshwa kuweza kujitegemea wenyewe. Kwa hiyo wataweza kujitegemea wenyewe, kwamba wataweza kufanya mambo mengi, wataweza kusaidia familia zao. Tumemwona Sudi na wengineo Musa tayari wameshaanza familia, kwa maana wanamke wana familia, wana wazazi wanategemea. Kwa hiyo wasiwache wakazurura, watoto wanaweza, na tunawaweza katika mambo mengi. Wanaweza kazi za amali, wanaweza kwenye michezo. Ni vitu ambavyo wao ukiwawezesha wanakuza afya zao, wanakuza mambo yao mengi.